Nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu, msaada wangu watoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, Nikiangalia watu hapa najua ni viongozi shupavu na ni watu ambao wameshughulikia jambo la uongozi katika sehemu tofauti tofauti, na kuna vitabu ambavyo vinaweza kutuongoza kwa uongozi, na ni vizuri kusoma dakika moja au 3 ama 10. Ukiacha na dakika moja, kesho unaweza kusoma dakika 3. Ukikuwa unasoma dakika 10, utaweza kusoma dakika 20 siku ifuatayo. So ukitaka kusharpen your skills in leadership, ni vizuri pia kuwa msomi ama kununua kitabu na kusoma, na itabadilisha maisha yako, kwa sababu you are a leader in your own right. Right from home, you are a leader. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanahitaji mwongozo wako mahali pa kazi, katika kijiji ama mahali pengine popote pale. Watu ambao wengi ambao wako hapa, they have their rural homes, na ni watu ambao wanaheshimika huko. Sasa kama unaheshimika huko, ni vizuri ukienda, ukifungua mdomo, utoe jambo la busara. Bwana asifiwe. Na kutoa jambo la busara mpaka uangalie wengine wanaongea vipi ama wanawaza vipi. Right now we are not where we used to be. I'm seeing the leadership that is very much willing to support the programs of the church. What does it do? And we should thank God. Leaders are needed who are authoritative. Leaders are needed who are authoritative. Are you authoritative? If you are an estate leader, do you have the courage to face Satan and his schemes, and to say no, not to this in the church? So authoritative, spiritual. You know, we are in church leadership, and so we are not going to do it as the world does. We are not going to do it jinsi ambavyo dunia inafanya nini? Inafanya. In the church, it is not tit for tat. Spiritual. In church, you lead by loving. Bwana asifiwe. And sacrificial. Leaders who fear nothing. Authoritative because people desire reliable leaders who know where they are going and are confident of getting there. Do we know where we are going? Because all of us are leaders. Do we know where we are going? Do we know where we are going? Do we know where we want this church to be at the end of this year? At the end of this year, do we know where we want this church to be? Bwana asifiwe. Ukiangalia mtaa wako, unafikiria mtaa wako huu unataka uwe wapi mwisho wa mwaka huu? Those who know where they are going and are confident of getting there. Bwana asifiwe. Confident of getting there. Unajua, wanasemanga siku zamani nilikuwa nasikia wimbo mwingine ikiimba, duniani kuna vikwazo vinavyokwaza watu wengi, la 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 la, magugu na 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 na. Bwana asifiwe. So as a leader, ukiwa kwa mtaa na kiongozi, kuna hizo changamoto, but you are confident that you are going to get there. Bwana asifiwe. Confident. Are we selfless as leaders? Are we selfless? Like in this church, if Mothering Sunday kesho haiwezi kupitisha 260
of 300, we are selfish. Bwana asifiwe. If Bwana asifiwe. Yani kanisa yenye watu wanajaa watu more than 900 every Sunday ikose kupitisha 300,000 in an event like Mothering Sunday, we should be selfish. God has called us, and we who are leaders, are we on our knees? Are we crying for the growth of this church? Mama Esther, mulikuwa watu wangapi hapa jana kwa maombi ya jana? Mulikuwa wangapi? 52. So that should be a prayer item. 52. That should be a prayer item. That's a prayer item. 52. Kanisa linakaa watu more than 900. Sunday 900 more. That should be a prayer item. That should be a prayer item. When there is a conference, na Patrick Magoha ndiye peke yake anaenda wapi? Anaenda Machakos. Kama aende peke yake. Should be a prayer item. Patrick ni kama damu. Hii parokia kama kuna mwanadamu ni Patrick. Na hakuna conference ya Patrick ashawahi kumisi. Zote anafanyaga nini? Amen. Should be a prayer item wapeni. Kama kuna conference ya vijana na cathedral ipeleke only 40. That's a prayer item. Bwana asifiwe. So, yes. Have you ever lifted somebody in the hands of God? Then you are looking at somebody na unasema kwamba huyu wacha nisimame naye kwa maombi. I'm grateful. Mimi najua hapa niko na marafiki ambao huwa wananiombea. Grateful. Niko na marafiki ambao wananiombea. Bwana asifiwe. You know, it is not won by promotion, but by many prayers and tears. It is attained by confession of sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. By confession of sin. Confession of sin. As leaders, kuna mtu tunaweza kuwa tumekwaza mtu. Unaweza kuwa kiongozi wa mtaa na umekwaza mtu. Maybe wakati wa pastor ulisahau nyumba ya mtu ulirudi. Au mtu amekusikia kinyongo. Sema, huyu jamaa ananichukuanga namna gani? Huyu jamaa ananichukuanga namna gani? So confession of sin and much heart searching. As leaders, we have to do soul searching and humble before God. And humble before God. We have, nasema, heart searching and humbling before God by self-surrender. Have we surrendered? Ndio kuna wimbo ambao unasema yote namtolea Yesu. Yote kwa Yesu, 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 Mwokozi na Mtoaza. Inaweza kuwa kuendelea kwa hii kanisa, inaweza kuwa ni sisi viongozi ambao tumefanya iendelee. Inaweza kuwa ni sisi. Inaweza kuwa ni sisi, na nikisema ni sisi inaanzia kwangu. Kama askofu mimi naweza kuwa kikwazo. So I have to surrender. Self surrender. Hakunapo kitu yenye inavunja moyo wa Mungu, yenye inafanya Mungu anatenda mambo kuliko mtu ambaye amenyenyekea.
mtu mwenye anaangalia sehemu yake, mtu ambaye asemi kama ingekuwa mimi, kama ingekuwa mimi. Bwana asifiwe. So self surrender, a courageous sacrifice of every idol. Courageous sacrifice of every idol. Kitu moja yenye huwa naomba Mungu anisaidie. Unajua sisi Waanglikana tunakuanga na maneno sana. You know, we always think that our church is the best. Bwana asifiwe. We always know what? We always think. Mtu akianzisha kanisa hapa ya Madebe, we can even say, watu wanaacha kanisa nzuri kama hiyo wanaenda kwa Madebe. Wacha nikwambie hiyo Madebe inaweza kuwa na utukufu wa Mungu. Hiyo sianda. Kuna mtu asianda hapa. Kuna mtu asianda. Oh, Selina. Hiyo sianda, Selina. Unajua kitu ambacho inavuta watu kwa kanisa ni hapo mahali kama kuna utukufu. Wagonjwa wakuje wapone. Watu ambao wamevunjika moyo wapate mioyo inafanya nini? Inainuliwa. People will come. People will come. So, sacrifice of every idol. Every idol. Every idol. Na unajua unaweza kukaa chini na uanze kuona ni nini ambacho nadhamini kuliko Mungu. Watu wanadhamini vitu, kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanadhamini. Mpira ukiona unaona nini? World Cup iko inacheza. Na iko kwa country ambayo saa 3 ya asubuhi maybe timu yenye unapenda. Mimi hata Brazil ishindwe nitakuwa kwa Brazil. Sasa iko Brazil inacheza. Na mimi nasema hii kanisa leo mimi siendi. Mpira ndani. Mpira ndani. Sasa wakati ambapo wewe ni kiongozi na unatengeneza urafiki bila kuangalia nafasi ambayo uko nayo, wapendwa, utaona watu wakikudhamini, watakuambia yale ambayo yanasumbua mioyo yao, watakuambia wakati ambapo wako na furaha, watakuambia wakati ambapo kuna graduation ya watoto. You know? Bwana asifiwe. So, hii uongozi ya cathedral lazima itafute kuangalia uongozi in a relational manner. Kama wewe ni nini? Asha. Bwana asifiwe. You know the ministry of ushering. You know, ushering is the door to the church. And you can close out many people when you are an usher. The way you handle, the way you just look at the person. Unamwangalia na sura ya kazi ama na moyo ambao umevunjika. So, it's not positional. Because if you look at leadership from a positional angle, utajipata ukiwa peke yako. Unaenda kwa mtaa unapata watu hawako. Pata watu hawako. Unangoja kwa nini? Unangoja watu wakuje kwa ofisi. Hawakuji. Unajua hii kanisa inakuanga dry sana. Unaweza kungoja watu wakuje tu. Hawakuji. Bwana asifiwe. A leader must be true. A leader must be true to the vision and the people. A leader must be true to the vision and the people. Let me say something about Galilee. Ndugu Manyasi. Hawa watu wanasoma hiki. Unajua napataka tu report. Kuna siku yenye Galilee walikuwa wanaongea kwa hii strategic plan. Wakasema hii kitu ni nzuri sana. Tunaweza ibako vitu hapa. Hapo hivi ni yenu. Hii strategic plan ni yenu. When you implement something here, you are making us succeed. And the way we have come up with this thing is something that can
for you at your home. The way this strategic plan has been formulated. So, true to the vision. And vision yetu ni nini kama kanisa? Vision, our vision is a church. You know, Mungu ametupa kazi ya kufanya. Mungu ametupa kazi ya kufanya. Ukisoma Matthew 28:18-19, hilo ni jukumu ambalo Mungu ametupa. Acts chapter 1 verse 7 and 8 ni jukumu ambalo Mungu amefanya nini? Mungu ametupa. Na vision yetu ambao tumekuja nayo is a strong, vibrant, self-sustaining diocese proclaiming Christ. A strong, vibrant, self-sustaining diocese proclaiming who? Proclaiming Christ. Because that's the main reason why we've been called. We want to tell the world of the good news. Of the good news. So a leader must be true to the vision and the people. People do not care how much you know. Hata ukiwa pastor, you know, saizi mimi naonanga wachungaji wananiambia, Bishop, ndakana una nani ufanye usome hata na sisi tukuite kote. Nanga na vitu zingine ni nzuri, lakini ya secondary. Ni vizuri nisome, nikuwe na PhD. Vizuri, sio mbaya. Na natamani. Na najua Mungu ataniwezesha. Lakini people do not care how much you know until they know how much you care. How much you care. Wewe ni estate leader, how much do you care? Wewe ni spiritual leader, how much do you care? How much do you care? The ability of one person to influence others to follow his or her lead. Jesus is a leader by excellence because he influenced. He had followers. Whoever he met through his acts, he influenced that person to accept the truth of the gospel. Leadership, therefore, requires followership. Leadership, therefore, requires followership. Kama unatembea, ufike pale, na uangalie nyuma, upate uko peke yako, no, you are not a leader. People must willingly follow you. People must willingly follow you. They should not be coerced. It should be spontaneous and voluntary. Spontaneous and voluntary. Wewe Amakoi, spontaneous. Umeniambia wewe ndio kiongozi wa praise and worship. Spontaneous and Bwana asifiwe. Then hii kanisa ni ngumu sana kwa hii kanisa kuproduce praise and worship. Is it very hard? What happens? Is it very hard? That then wana watu like 10 wanabaka. Watu 10 wanabaka na muziki inatoka sawa sawa. Mamula. Ukimaliza hiyo nyumba, hata wapige kelele, tafuta tu mitabu vizuri hapa na keyboard nzuri. Hata wapige kelele. Kuna vitu zingine wapendwa, si nasikia hapa kuna kwa na supplementary budget. Na mbona hii nayo sisi ambao tunaenda shuleni hatujui kuna kwa na supplementary budget hata kwa serikali.
Mamula kinunua keyboard nzuri hapa na hii kwa AGM hawakusema atanunua hii. So we can lead others only as far along the road as we ourselves have traveled. As we ourselves have traveled. You cannot lead people to speaking in tongues. Na wewe mwenyewe hujaongea kwa nini? Naambia Bwana asifiwe. As far as we have done what? Hawezi kuongoza watu kufunga siku 10 na wewe hujafunga siku moja. Unaambia watu ni wakati wa Lent na wewe haufungi, na unaambia watu ni wakati wa Lent, hata hiyo maombi hayawezifika. Bwana asifiwe. Ni wakati wa Lent na wewe mwenyewe ufungi. Hata kachai peke yake hauwezi kujinyima. Na wewe ni kiongozi. Hata kachai, hata kachai tu. Kama unakunywa maziwa na uwezi kwa kunywa strong tea. Kunywa tu black tea. Because sasa hii ni ngumu sana. Na Mungu, unajua Mungu anaangalianga. Huyu Mungu ni mwema sana. Anaangalianga uwezo ambao uko nao. Anaangalia uwezo ambao uko nao. Akiniangalia aone Kaska anaweza kufunga 10 days na nafanya mchezo na siku moja. Wewe kama ni kujinyima chai Mamula, ataachilia utukufu wake kwako. Because anajua udhaifu wako, anajua nguvu ambazo uko nazo. Lazima huyu unajua ndio unaonyesha mtu na unatembea katika Kristo. Bwana asifiwe. Kitu kingine anasema he knows the road, keeps ahead and pull others after him. Knows the road, keeps ahead. As a leader, you always have to be ahead. You always have to be ahead. Ukwetu mbele. Kiingia kwa mtaa, siku hiyo fulani anahubiri na anasema sasa baada ameingia, wacha tumpatie nafasi ya ubiri. Sema no. You have to. Let's go on. Let's go on. Nataka nisikie hiyo upuzi. Kama hajui nataka nifanye nini? Nione hiyo upuzi, nisikie hiyo upuzi. Naona ule jamaa anacheka huko. Nataka niusikie so that I see how to do what? Correct. Bwana asifiwe. Nataka niusikie. Nataka nisikie. Sio kwamba naingia kwa Patrick Magoha Jerusalem. Sasa kila mtu ananiogopa. You know watu kianza kuogopa kama kiongozi uko na shida. Kama mtu alikuwa ameambiwa atahubiri na ukiingia uogope kuhubiri, there is a problem. There is a problem. And you need to do what? To rectify. He knows the road, keeps ahead and pull others after him. You know, you have to pull people. You have to pull people to be where you are. Bwana asifiwe. You have to pull people. Fanya wakiona. Like chukua ibada kwa mtaa, ongoza, waache wafanye nini? Waone. Alafu siku nyingine let them take part in helping you. Another day fanya namna gani? Fanya wacha hawa wafanye, wasaidie. And then after that wacha wafanye na wewe ukae uangalie. Nyamaza uone. How is it going? Ikiwa nitawacha huu uongozi leo, can this Bethel estate go on? Inaweza endelea? Inaweza endelea. Huu mtaa wa Bethel unaweza endelea mimi nikikaa chini. And that's the joy of leadership, that you have brought up somebody na unafurahia ukiona akiendelea vizuri. Bwana asifiwe. Unafurahia. And if this church will do that, itakuwa vizuri.
So lifting people to a new level is a requirement for effective leadership. Any leader who does lift up the lives of others, does not lift up the lives of others, is not fulfilling the highest calling of being a leader. Not fulfilling the highest calling of being a leader. The purpose of leadership is to take people where they couldn't go on their own. Mahali ambapo hawangefika wenyewe. Inspire and equip them to do what they thought they can do and accomplish what can only be done by a group working together. So, a good leaders are like tour guides. They know the territory because they've made their trip enjoyable and successful for everybody. Good leaders who remain connected with their people stoop. They stoop. That is the only way to reach down and pull others up. They stoop. Yani unainama, unapokuja chini, unashika watu. It's the only way ambao unashika mtu fanye nini? Uende naye juu. So if you want to be the best leader you can be, don't allow insecurity, pettiness, or jealousy to keep you from reaching out to others. Bwana asifiwe. Wapendwa, ningeendelea zaidi, lakini wacha niachie hapa. Mungu awabariki.